Naam, barabara kabisa msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, linalosemeka ujue lipo. Hivyo ndivyo Waswahili wanavyosemaga siku zote msikilizaji. Karibu katika habari zetu za leo, zikiwa ni habari moto moto kabisa kutoka uwanja wa mapambano, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari ambazo ulikuwa unazisubiri kwa hamu kabisa, ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tariki 19 Juni mwaka 2026. Hii hapa unayotegea na kuifuatilia ni Kwetu News 24 Media, ambayo inakuletea habari sahihi, habari yenye kuchunguzwa kwa wakati unaofaa kabisa. Usikose kusubscribe channel yetu ikiwa ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi. Usikose kushare habari hizi kwa wengine ili wazipate kiurahisi, lakini pia usikose kucomment na kulike ili uendelee kutupa nguvu kwa kile ambacho unachokipata kila leo, lakini pia itakuwa fursa kwetu kuweza kutusikiliza na kutupata ukiwa sehemu yoyote duniani. Miongoni mwa habari tulizo nazo asubuhi ya leo msikilizaji, ni pamoja na taarifa rasmi kabisa kuhusu Minembwe kutekwa rasmi na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Habari hizi zimekuja rasmi baada ya uvumi ambao uliovuma kwamba eneo la Minembwe limetekwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo takriban miezi mitano iliyopita. Habari hizo zimethibitishwa rasmi baada ya media mbalimbali pamoja na vyombo vya habari kutangaza habari hiyo kuwa eneo la Minembwe, Madegu Center pamoja na eneo zinazozunguka sehemu hiyo limechukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Tangazo lililowekwa rasmi na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusu kitengo chake cha habari inabainisha rasmi kwamba eneo la Minembwe lipo chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na washirika wake wakiwa ni wazalendo. Kutokea maeneo ya Pwezero, Kalingi hadi Minembwe Center, wazalendo wanamiliki sehemu hiyo, licha ya kwamba kuna vitongoji mbalimbali vya eneo hilo ambavyo bado vipo chini ya ulinzi wa jeshi la Twirwaneho, mshirika wa karibu wa M23. Kwetu News 24 ilizungumza naye Kasekuza Ndegesi Prince, akiwa ni mwenyekiti wa chama cha FDCC kinachoongozwa naye Kamanda Kakobanya na Kalambi Justin. Aliweza kuhakikisha habari hizo na kueleza kuwa eneo la Minembwe kwa sasa lipo kwenye udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, na kuwa hakuna sehemu yoyote ambako adui atakapokimbilia, na hivyo wanafanya jitihada zote ili kuweza kufunga njia zote ambazo adui anaweza kuepuka. Huyo ameomba raia kuwa tulivu pamoja jana wote kuweza kujiingiza kwenye makundi ya wazalendo ambalo ni jeshi la ukombozi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kuweza kukabiliana na adui anayesumbua eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kasekuza Ndegesi Prince akiwa mwenyekiti wa FDCC yake Kakobanya na Kalambi Justin amehakikisha kuwa ni takriban miaka 10 na zaidi wakipambana na adui maeneo ya nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, na hivi ni wazi kwamba vita vimekoma kabisa sehemu hiyo. Tumsikilize akizungumza na Kwetu News 24. Ndugu journaliste, kwa jina mimi naitwa Kasekuza Ndegesi Prince, na kuwa president wa movement ya FDCC bar APC ambayo inatenda kazi kwa nyanja za juu, hususan na eta majoro inapatikana Pwenzero. Bila shaka kwa siku ya leo tumekukaribisha katika studio za Kwetu News 24 ili utueleze kwa sasa hali ya vita mashariki mwa DRC inaendeleaje, hususan kule nyanda za juu, ukisema Pwezero, Kalingi, Mikenge pamoja na kuelekea Minembwe. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nawaza leo ndio kusema yangu mimi nawaza, ila nasema kwamba habari za vita evolution ya mzuri kabisa, tunaendelea vizuri. Vita kwa sasa askari wa Kongo na wazalendo wako kwa mji wa Minembwe na pembeni ya Kitavi, fasi wanaita kwa mzee Ezekiel, ni chini ya Kitavi kidogo.
Ndiyo, kama unavyojua toka mwezi wa pili ama Februari kulikuwa na habari nyingi sana kwamba Minembwe imekamatika. Sasa bado raia hawajaamini kwamba hilo limepatikana. Una uhakika gani wa kuwaeleza watu? Ndugu mtangazaji, watu wengi huwa wanaeleza habari na za kuambiliwa, na ndio maana uongo huku nakuwa mwingi. Sasa habari ambazo mimi niko na kuambia na kanusha kwamba askari wetu wa Kongo pamoja na wazalendo wako mjini Minembwe, hata kama hawajamaliza Minembwe yote. Si unaona Minembwe ni mji ambao unainukiwa na milima mingi, hasa kama vile Runundu, kama vile Kitavi, Kawera, kule kote na waza kule kote bado serikali haijadhibiti, bado haijafika kule, ila wanaendelea kusogea polepole ili wakamilishe kukamata mwingine yote ya Minembwe, ila mjini wa Minembwe kati serikali ipo. Ndiyo, kama nimekupata vizuri, unasema Minembwe imekamatika na raia wanakuwa wanasubiria usikie kwamba Madegu ambayo ni senta ya Minembwe imechukuliwa, na kama Madegu imechukuliwa ina maana kwamba Minembwe tayari imegombolewa kabisa. Je, pale Minembwe senta pale Madegu wanani wanapatikana pale? Serikali pamoja na uzalendo. Ndiyo, na kwa sasa unasema adui anaonekana sehemu gani kule maeneo ya Minembwe? Tukitaja kule Kabingo, ukizunguka moja kwa moja unaelekea maeneo ya kule ambako umetaja pale mwanzoni, na unaelekea maeneo ya Kashasha kule, wanani wanapatikana kule? Ndugu yangu journalist, pale unasema Kabingo ni eneo ambazo adui angali anamiliki. Adui anamiliki sehemu za Kashasha. Adui anamiliki kipande moja ya mlima Kitavi, upande mwingine serikali ilishakuwa pale. Adui anakamata ile shene yote kutoka, kama vile unatoka ngambo za Kinyokwe, ile shene yote kusoko ile ilikuwa kwa njia ya kwenda Lulenge, ile shene yote bado adui yuko pale, na ndio maana kila siku kila uchapo masase inaendelea kupiga. Ndiyo, nakupata vizuri sana na tunapongeza sana kwa kazi ambayo umefanya. Lakini ukisema kwamba maeneo ya kule Kinyokwe ukielekea maeneo ya kule kusoko ya siku ya tatu kule soko ya Kitumba, si ndio? Kule ni mbali, kule ni wazalendo wa Fabebe ndio wanapatikana kule. Unapotafsiri hali ya kivita adui ndio nakusikiliza. Mimi nilieleza kwamba ndugu journalist, adui yupo hapa kwa mlima ya Runundu. Kuko Runundu na kuko Irundu. Irundu ni mahali ambapo serikali imekwisha kudhibiti. Runundu ni mlima ambayo iko kama ukiwa Minembwe centre. Runundu unaelekeza macho ngambo za Lulenge, ndio unaenda kwa hiyo mlima Runundu. Hiyo Runundu na kupanda Kashasha, Kawera, kule kote bado adui yupo huko, ila anaendelea kufuatiliwa moja kwa moja ili Minembwe yote kabisa igombolewe. Unaona Minembwe hiyo milima kabla haijakamatiwa, bado kazi ipo, ila kabisa Minembwe watu watulie. Minembwe hayo imegombolewa, Minembwe ni yetu. Ndiyo, na unapotafsiri hali ya kivita kwa sasa, ukiangalia maeneo ya Pwezero na Mikenge, wazalendo ndio wanaomiliki, mkiwemo kikosi cha Mzee Kakubanya kinacho tafsiriwa kama FDCC, na maeneo ya kule Lulenge pia kuna wanajeshi wengine wa wazalendo ambao wanamiliki kule. Lakini pia tukiendelea tukitoka maeneo ya kwa Sabuni pale maeneo ya kule Rugezi, ukisogea mbele kidogo kuna wazalendo wa Mzee Ngoma Nzito. Hawa jamaa wataelekea wapi kama nyinyi mnavyotafsiri hali hii? Ndugu mtangazaji, adui hawezi akaelekea sehemu za Lulenge, kwani kule Medi anafunga njia zote. Adui hawezi tena kuelekea ngambo za Milimba,
kule ni eneo ambayo inamilikiwa na uzalendo ambao unaongozwa na ndugu kamanda wa vita Ngoma Nzito, na kuna wengine wazalendo ambao wanaongozwa na mzee William Amuri ya Kutumba. Huu upande wetu ambao unalindwa na mzee kiongozi General Kakobanya anafanya kazi pamoja na Bolingo kama vile kamanda aliyechukua wazifa baada ya mzee mtetezi kutuacha, wanafunga njia, ila adui hawezi akakosa njia. Ndugu mtangazaji, unajua huku kwetu njia ni nyingi, anaweza akatoka sehemu hizo akapita kati ya Mikenge na Kipopo, bado adui angali atapata njia hapo na atapita. Adui hiyo njia ya kutoka ataipata tu. Ndio, tuzungumzie pia hali ya raia ambao wanahitajika kabisa kulindwa hapo Minembwe. Mnahakikisha wanapata uhuru wao au wanapata usalama wao kivipi, kiongozi? Nilisema kwamba kwa masuala ya kulinda raia hatuna shida na raia yoyote, awe raia wa Mnyamulenge, awe raia wa Munyindu, awe raia wa Mufuleru, wa Mubembe, wa Mushi, wa Rega, wote ambao wanapatikana Minembwe wana haki ya kulindwa, kwani sisi wazalendo tunatembea katika sheria ya nchi ambayo inasema kulinda raia na mali yake. Sisi tutajitahidi na gisi tunakuaga tunajitahidi kulinda raia na mali yake. Hatuna shida na raia, shida ni yule ambaye anashikilia silaha. Ndio, tumekupata vya kutosha kabisa kiongozi. Sasa unajua raia wengi wana wasiwasi pale maeneo ya Poizero pamoja na Kalingi pamoja na maeneo mengine kwamba pengine Rwanda tena inaweza kutuma drone za kijeshi ili kuweza kushambulia maeneo hayo. Mnahakikishaje njia za anga pia zimezingatiwa? Ndugu mtangazaji, hiyo ni mambo ya vita ambayo siwezi nikakuhakikishia eti anga kabisa zimefungwa, kwani ni mambo ya teknolojia. Acha nikuambie kwamba jana drone za adui kutoka Rwanda zilishinda ziko zinapiga, ila hazikufanya chochote, na mambo ya anga na waza haiwezi ikaturudisha tena nyuma. Msimamo ni ule mpaka tufike kwenye lengo. Ndio, kama habari zilivyozagaa kwamba ndege bado ambazo zinashusha vifaa vya M23 zinaendelea kutua kwenye uwanja wa ndege pale Kiziba. Mpaka sasa nini ambacho umeweza kushuhudia kwamba wanakuja tena au namna gani kiongozi? Kwa sasa hivi ndugu mtangazaji, ni vigumu ndege ya adui kudema Kiziba, na Minembwe ilishakamatiwa. Hapa mimi nakuambia pale kwa mzee Ezekiel, ukipita tu soko ya 5 unavuka mtoni kwa ile mlima ya kwabo, ndugu kiongozi General Masunzu, pale kuna kambi kubwa ya waibu wetu wa soda, ambapo hawawezi wakaruhusu ndege ya adui tena kudema katika ile bonde. Kama itadema ngambo za huko sijui Mibunda wapi huko, oro Mibunda haiwezi ikadema kwani kuna wazalendo wako huko. Haiwezi ikadema Tulambo kwani kuna wazalendo ambao wanadikilia Tulambo huko. Ila kwa sasa ndege ya adui haiwezi ikadema. Hiyo na kuhakikishia. Ndio, vikosi vya kamanda Kakobanya ambao vinapatikana pale maeneo ya Poizero kwenye kitovu kabisa cha usalama mdogo, au niseme ni eneo la kimkakati, kwa sababu ukiangalia vyema ni eneo ambalo linagawa sehemu ya Fizi na sehemu ya Mwenga, na sehemu ya Mwenga ni eneo ambalo bado adui anaendelea kusikika pale. Mnahakikishaje ulinzi pale ili kwamba adui asije kapenya tena hapo kuelekea Minembwe? Ndugu mtangazaji, acha nikuambie vizuri kwamba kamanda wa vita Kakobanya yeye huwa hatokaki kwa milima mirefu, anafunga njia na bado kufyagia adui inaendelea. Yeye ni mfyagio tu, adui huko tunaendelea kufyagia. Tunajua kwamba kamanda wote wa kizalendo ambao walipanda kwa milima mirefu walienda kutusaidia, walikuja kutusaidia, ila sisi hatutokaki kwa maeneo yetu.
tuko tunaendelea kuchapa adui baada ya mwingine. Hakuna adui, hii ni mwisho wa adui kwa milima mirefu. Ndio raia wa pale Pwenzero, raia wa sijui wa Bichumbe pale, raia hata raia wa kule Bilalo Mbili ambao wanakusikiliza kwa sasa kupitia Kwetu News 24, wanafanya kazi gani kwa sasa ambayo inawasaidia kimaisha? Raia, ndugu mtangazaji, wanaimarika kabisa. Unaona sisi tuna barabara hii barabara kutoka Ruti Mwenga kutoka Pwenzero Mikenge kuja Fizi, watu wanapanda na chakula, watu wanapanda na kila chochote ambacho tuko nacho haja inatoka ni huko Tanganyika. Inakuja hapa, biashara vyote vinaenda vizuri, tunapata bunga, tunapata kila chochote, mafuta, watu maisha inaendelea vizuri na tunafurahi, kwani tuko kwenye klima ambayo sisi tunazoea. Watu kabisa wanaimarika, hakuna chochote, hakuna shida. Raia wa Pwenzero ni raia ambao walitegemea sana kilimo pamoja na uchimbaji wa dhahabu kule maeneo ya Mutunda. Mkasema kwamba haiwezekani watu kuchimba dhahabu kule Mutunda wakati bado vita vinaendelea. Kwa sasa raia ambao waliishi kwa uchimbaji wa madini lakini pia unawapa tumaini gani? Mimi nawaza tuko kwenye mwisho wa mambo. Tuko kwenye mwisho wa mambo ambapo raia kwa sasa hivi kwa eneo zote za Mtunda, Katanda, Kitasha, kule kote Mikenge, raia yuko huru kufanya mambo yake. Na ndio maana ndugu mtangazaji, tunapenda tugomboe raia ambayo inapatikana pa Minembwe. Sasa hivi karibuni tu watapata maisha mazuri. Sabuni moja ambayo ilikuwa inauzwa kwa bei kali kama vile 12,000 sabuni moja, kwa sasa wataiuza kwa bei ndogo sana. Ndio maana hata nao wanafurahia kuwasili yetu hapo. Walishachoka na wale warebele Watwirwaneho, ni wanachokesha tu raia bure. Ni ukosefu tu wa maadili ndugu zangu, ila nawaza raia hayo ilishafurahia kurejea mjini, maisha mazuri sana. Ukielekea ukingoni kabisa kiongozi, kuna raia ambao walikuwa wanapatikana pale maeneo ya Sangani ambako inasemekana kuwa waliishi na adui takriban miezi kadhaa. Wale amuoni kwamba wanaweza kuwa na uoga na wakakimbia na adui, mnawapa tumaini gani? Bado tuko nao, hawatoenda fasi, tunawachunga. Mpaka sasa hivi niko na kuambia vikosi vya Kakobanya vinazingira fasi yote, vinawachunga mzuri. Hakuna raia ataenda na adui. Adui ataenda Bijabo, adui ataenda wapi, atafuatiliwa na drone za serikali. Hakuna raia anaweza akaenda naye. Tuko nao, wanaishi vizuri, wanakula vizuri. Nikukumbushe ndugu mtangazaji, wanatusaidia hata kwa chakula, kwa maposition zetu. Tuko nao vizuri kabisa hapa Sangani. Tuko nao vizuri. Kwa kuelekea ukingoni kiongozi, ni takriban miaka kama sidanganyiki 7 au 8 hivi toka mwaka wa 2017 mnapambana na adui kwenye nyanda za juu hapo. Kwa sasa mnapoona vita vinaelekea wapi? Tunaelekea mwishoni ndugu mtangazaji, kwani serikali yetu inajitahidi sana, na yule ambaye anaweza asema serikali yetu vibaya na maana atakuwa ni yule wa ngambo ya pili kwa M23. Ila ukweli wa mambo tunaona ni msaada mkubwa sana serikali yetu kututumia waibu, watoto wazuri sana, wanachapa kazi vilivyo. Na wengine wote wanachapa kazi vilivyo. Komanda Sector Michel anapiga kazi vilivyo, wanasaidizana kabisa na ndugu zake Kakobanya, Bolingo na wengine na mzee William, wote wako imara, wanachapa kazi kwa milima hii. Tumalizie na ujumbe wako kiongozi kwa raia wote pamoja na wazalendo wanaokupata kwa sasa. Ujumbe wangu ndugu mtangazaji ni kusema wa vijana wote ambao wanazagazagaa barabarani na mambo ya silaha, wote watukute huku kwenye shamba la vita ili tupate kutokomeza adui. Juu kuna vijana wengi wanajiita wazalendo na wanaikaa kule wakilombalomba, wale wote tunawataka huku kwenye shamba la vita ili tufanye ile kazi ambayo ilituma watu wanaingia wakizalendo.
Lingine la pili, ndugu mtangazaji, kama vile la kumalizia, ni kusema raia watumainie watoto wao ambao wanafanya kazi ya ulinzi na usalama wa mipaka na mali ya nchi ya Kongo. Nawaza wawe na amani sana, sisi tunaimarika kwa ulinzi wao, kwa msaada wao. Naam, msikilizaji wa Kwetu News 24, ni kushukuru kwa muda wako. Asante kwa kuambatana nasi katika habari zetu hizi. Ni kuombe kuendelea kusikiliza habari zetu zijazo. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.